Ally Kamwe alianza kutoboa mtumbwi kwenye mawimbi. Sasa ukitoboa mtumbwi kwenye mawimbi, maana yake unaitafuta dhoruba iliyo ndani ya dhoruba. Mambo vipi? Vizuri. Namshukuru Mungu. Somo inaendaje leo? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ibada hii inaendelea wala kuhitaji manunguniko. Ni ibada. Ni ibada hii. Taarifa zinazomhusu Ally Shaban kwa Kamwe unazisikia? Nimezisikia. Kwanza si ungwana kufurahi ama kushabikia mwanadamu yoyote anapopata madhira. Iwe madhira hayo ya kujitakia ama yamekuja kwa bahati mbaya, si ungwana kumwombea mtu yote madhira. Lakini Ally Kamwe alianza kutoboa mtumbwi kwenye mawimbi. Sasa ukitoboa mtumbwi kwenye mawimbi, maana yake unaitafuta dhoruba iliyo ndani ya dhoruba. Kamwe katoboa mtumbwi kwenye mawimbi kwa sababu moja. Kabla ya hii adhabu, uko nyuma alishawahi kuitwa kuonywa na kamati ya maadili ya TFF kwa mwenendo wake mbaya. Na mara kadhaa na sisi tulikuwa tukisema kwamba shida ya Ally Kamwe inaweza kuwa sio Ally Kamwe mwenyewe, hata watu wanaomzunguka wamekuwa hawamwambii ukweli. Unajua unafiki ni kitu kibaya sana. Pengine watu wao wanaomzunguka Ally Kamwe sasa hivi ndio wanaambia tuko naona sasa, lakini wakati vitu vingine anafanya walikuwa wanaweza wakamshauri. Sasa bado ni kijana yule, ana nafasi kubwa ya kufanya, lakini kuheshimu utaratibu, kuheshimu mamlaka, kujua nafasi yako kwa utaratibu ni kitu kizuri sana kuliko kufanya kazi zako bila kufuata utaratibu. Sababu kile kitendo cha kwanza tu kuitwa kamati ya maadili, maana yake ilikuwa ni busara na hekima kwamba unafanya makosa. Na alivyorudia mara ya pili, maana yake ni kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi bila weledi, ndio tafsiri yake. Sasa yanasemwa mengi, yanaelezwa mengi. Kamati ya maadili imeundwa na vilabu kwa mujibu wa mwongozo wa FIFA. Wasemaji wameundwa na vilabu kwa mujibu wa mwongozo wa FIFA. Na hata kanuni zinalinda viongozi wa vilabu wakiwemo wasemaji. Sasa kama utasema kinyume na maadili, hapo tusitafute ubaya kwamba walikuwa kwenye kamati sio wako Simba wako Yanga, hata wakiwepo kwa Simba Yanga pale nao wanakaa kwa ajili ya sheria na taratibu. Sasa hili ni jambo la kulenga, lakini nadhani tungekuwa tunatumia muda kuangalia namna bora ya usemaji ambao hauwaingizi matatani wasemaji. Hili swala la kuingiza matatani wasemaji tumelisema mara nyingi, ni kwa sababu tuna tabia tunaleta hisia hata kwenye ukweli. Unajua Watanzania wanapenda sana hisia hata kwenye ukweli. Mimi siku nimesema kwamba Ally Kamwe aonyeki, anaonekana mbaya na mfuatafuata, sio inakuaje. Lakini tukiwaambia wakati mwingine hata rais wao Yanga Engineer Hersi anao wajibu wa kuhakikisha kwamba vijana wake wanafanya kazi kwa utaratibu. Watu kiwaambia hivyo naona na wafuatafuata. Na hili swala hili sasa hivi watu watalichukulia kama linahusiana na timu, na ndio maana unaweza kuona wakati Ally Kamwe anakamatwa na kamati ya maadili, unasikia nao watu nao wamemshtaki, pengine kwa kudhani kwamba kamati yetu ya maadili inaendeshwa na utimu. Kwa tabia za viongozi kudhani hata makosa anaweza kufanya na mtu wa Yanga aonekane mtu wa Simba karatibu, makosa anaweza kufanya na mtu wa Simba aonekane mtu wa Yanga karatibu, ni vitu vya kulani. Na wabaya wengine chawa. Unajua tabia ya chawa ni sasa na mtu ambaye tunasema hajanyonya maziwa ya mamake kwa muda kamili, kanyonya maziwa ya ng'ombe. Unajua mtu ananyonya maziwa ya mamake vizuri anasema anakuwa na confidence. Chawa ni sasa mtu ambaye hajanyonya maziwa ya mamake. Hawa chawa ni wabaya. Chawa yeye muda huu anataka kuchukua upande, ajifanyia anamtetea kweli Ally Kamwe, au ajifanyia yeye anamponda sana Ally Kamwe. Hapana. Makosa ya kimaadili sio kitu kizuri. Hakuna mtu mwenye chuki na Ally Kamwe. Hakuna mtu ambaye ampendi Ally Kamwe. Isipokuwa vijana wajengewe uwezo. Kazi hizo wanazifanya kwa taratibu. Na ndio maana nikakwambia mwanzo, ni mwendawazimu pekee anaweza kufurahi mtu akipata madhira. Ni mwendawazimu pekee anaweza kufurahi mtu akipata madhira. Ni mwendawazimu pekee anaweza kushindwa kumshauri mtu wakati anafanya makosa. Sasa ukiangalia makosa haya yamejirudia, anazungukwa na nani? Hapa haraka haraka ukimuondoa Ally Kamwe, tutafute watu wanaomzunguka Ally Kamwe. Maana yake wanayo matatizo na kuishi kwamba hivi vilabu, labda ukiwa kwenye vilabu wewe ni kila kitu, na watu wanaishi kwa ujivuni. Ndio maana unaweza kukuta jambo haya yanatokea bado watu wanataka kubishana na haya mambo. Mambo haya yanatokea watu wanataka kuchukulia utimu. Na wengi wasemaji wetu wanatopea kwenye ujivuni. Akiwa msemaji tu wa klabu anaanza kugeuka mjivuni. Mamlaka ziko chini, taratibu hakuna tena kwa sababu anasemea klabu, sasa tena anakuwa mjivuni. Sasa ujivuni wameanza kina Manara, huko ni ujivuni tu uliopitiliza, watu wanaacha kuheshimiana. Tunaweza tukakosoa watu kwa taratibu, sio kukosoa watu mpaka maisha yao binafsi. Watu kuna wakati walikuwa wanatukana watu hapa, wanaomba mpaka radhi. Unaenda unamtukana mtu mpaka muonekano wake. Sasa huo ni utani wa jadi na kwaje. Lakini kuna wakati mwingine ni kudhalilisha mpaka maisha ya watu na brand zao. Kwa sababu nchi watu wanapuuza kila kitu. Ndio maana iko hivyo. Lakini Ally Kamwe ametoboa mtumbwi kwenye mawimbi. Kwa hiki ndio ambacho kunatokea mara nyingi. Jahazi litazama. Mawimbi tayari yenyewe ni dhoruba. Ukitoboa na mtumbwi mnateketea. Ndicho ambacho kimeonekana.
Vipi kuhusu nafasi kama hizo tetesi zikaenda vile ambavyo watu ambao wanazizungumza, nafasi ya pale Young Africans wanasema wenda akawa Haji Manara ndo akaishika nafasi ya Ali Shaban Kamwe? Sijawahi kuwa na tofauti na Haji Manara, wala sioni udhaifu wa Haji Manara. Haji Manara ni msemaji miongoni mwa wasemaji ambao wameleta mapinduzi makubwa kwenye hii tasnia ya usemaji. Sasa kama anaweza akapata nafasi ya kuwa msemaji, maana yake ataendelea pale alipoishia na kupeleka mpira unavyotakiwa sasa kusemwa, tambo zitahitajika kusemwa na mambo yatakavyokwenda kusemwa. Lakini taasisi kama Yanga, hata wewe ukienda kuwa msemaji pale unakuwa msemaji. Hadi mimi unasema tu, kwani unaenda kusema kitu gani? Usemaji unakuwa unaenda kusema vitu gani? Au unakuwa nishapangiwa cha kusema? Taasisi lazima useme vitu vinavyotakiwa kufanya. Hata kama wakati anaanza watu wanaona ataweza huyu, lakini watu wakikuzoea unafanya. Mimi nadhani hatuwapangii Young Africans wala tuwafanye, lakini wasemaji wanao. Akiwa Haji Manara sawa, akitafutwa mwingine sawa, kwa sababu tunaona ni riziki zile. Yote anaweza kupata riziki akawa msemaji wa hii club na pia kupata kuona vitu, lakini Manara sina shaka naye akipewa nafasi. Ila kwa mimi ukiniuliza, tunataka tuone damu mpya za wasemaji kama walivyoibuliwa kina Ali Kamwe, ambao vijana wao pia watakuwa nyuma kina Ali Kamwe. Kwa maana Haji tunamjua ni msemaji, tunamjua, lakini tunataka tuone damu mpya za wasemaji ambao ndio hawa kina Ahmed Ali hao. Huko nyuma kulikuwa na wasemaji wengi wanafanya makosa, alikuwa kina Muro ndo wake wanatoboa mtumbu kwenye mawimbi. Walikuwa ni maneno lazima waingize kwa sababu hisia zilitawala kuliko uhalisia. Na yeye nimemsikia Jerry Muro, hisia zimetawala kuliko uhalisia. Naye ametoboa mtumbu kwenye mawimbi, anajaribu kuzungumza vitu, kimsikiliza unagundua naye anakufikirisha tena. Waheshimu kanuni ambazo zimetengenezwa na viongozi wa timu zao wenyewe. Bodi ya ligi ni vilabu. Bodi ya ligi ni vilabu. Ukisikia bodi ya ligi vilabu vina interest, chochote cha bodi ya ligi vilabu vimeamua. Ndio vilivyoamua hii kanuni ifanye kazi. Sasa inafanya kazi. Lakini pia itazuia watu kuzungumza mpira kwa taharuki sana. Kwa mfano juzi mzee Azim Deuji. Manake Simba wamefungwa kabla ya dabi tarehe 8 kwa kauli za Azim Deuji. Ni kauli baada ya kufanya, unajua viongozi wanatakiwa wawe ni watu ambao wanatia watu moyo na kubeba maono. Lakini kauli ya Azim Deuji ni ya kukatisha tamaa. Wanasema kama mtu ambaye katengua uzu kwenye sala. Muda wa sala umefika, wewe unatengua uzu. Maana yake unataka kufanya ibada. Simba anakwenda kwenye mechi. Tunataka tusikie viongozi wanahamasisha watu kwenda kwenye mechi. Lakini anatumia muda mwingi kumshambulia muamuzi. Anatumia muda mwingi kulalamika. Azifu sasa wanajiandaa wakifungwa waseme Rajiga kawafunga. Simba hawezi kufungwa na Rajiga, watafungwa na Yanga. Yanga hawezi kufungwa na Rajiga, watafungwa na Simba. Makosa ya mchezoni hawezi kufanya upoteze mchezo mzima. Kwani penalty ukinyimwa moja, wewe ukifunga goli lingine watakataa? Ulifunga magoli mangapi watu wamekataa? Sasa makosa yale yasiharadishe kila kitu kuoneka haifai. Lakini huyu mzee kaongea, hajatokea mtu wote wa Simba angalau kuonyesha usmart kwamba anachokiongea ni mzee akifai. Tafsiri yake ni kwamba hawa vilabu ukiwafuatilia ndani wanahusika wa kupanga matokeo. Sababu alishakuwa mfadhili huyu. Unapoanza kumshambulia muamuzi leo vile, manake timu zetu zinashinda nje ya utaratibu wa mpira kiwanjani. Mdeuji Simba wamefungwa kabla ya dabi tarehe 8. Sababu ni kauli za kukatisha tamaa. Na watu wa Simba hawajatoka mbele. Hatukatai. Inawezekana mkawa mna changamoto na muamuzi. Wewe muamuzi katika mechi 8 za Simba alizochezesha, Simba wamefungwa mechi 3, wametoa sare 1. Lakini kutoka kiongozi aliyekuwa kiongozi ana heshima kwenye klabu anaongea hivi, sio jambo dogo kwa kificho. Maana washabiki wanacheka, kwani yule kiongozi sasa hivi mbona mnamsikiliza alichosema? Lakini tukirudi kiuhalisia, huko nyuma kuna muamuzi anaitwa Howard Webb. Alikuwa anatumiwa sana kwa Manchester United mechi zake akichezesha wanashinda. Walikuwa wanaongea mashabiki. Huwezi kumsikia kiongozi wa Arsenal au timu gani akatoka mbele. Lazima mpira ulindwe kwa wakati mwingine kwa maadili. Ulindwe kwa kusema. Na nadhani TFF watamuita mzee Deuji, ataitwa. Ataitwa kwa sababu ile ni mashambulizi ya mamlaka. Kushambulia muamuzi kwamba atatuonea ni kushambulia mamlaka ya mpira. Kushambulia kamati ya waamuzi. Na kufanya mpira wetu sasa kila siku uonekane hamna kinachopiga hatua. Hatukatai viongozi wa shirikisho, waamuzi wetu wana changamoto, lakini sijafikia hatua sasa waonekane sasa sio binadamu, ndio hawafai kabisa. Sasa kila muamuzi hatakiwi. Mchezeshwe na nani nyinyi? Mchezeshwe na nani sasa? Maana sasa hivi watu hawana timu nzuri kiwanjani, wanafikiria kwenda kuumizwa na muamuzi. Tengenezeni timu. Kauli ya Azim Deuji ilibidi watoke mashabiki wa Simba, wapenzi wa Simba walaani. Kwa sababu kiuhalisia Simba wamejiandaa kisaikolojia. Kama wakifungwa waseme kwamba muamuzi kawanyonga. Baada watulie wahamasishane kwenda kiwanjani wakashangilia timu yao, waseme muamuzi kawanyonga. Kwa hiyo ndio eneo ambalo nadhani wanafanya makosa makubwa. Na wanaenda kutazama kama muamuzi anaenda kuwanyonga, hawendi kushuhudia mpira. Ni kosa kubwa, ni kosa kubwa.